Minembwe mpaka sasa inadhibitiwa na vijana wetu wazalendo pamoja na askari zetu wa FRDC Ibu na wa Fourmi Rouge, ndio ambao wanazunguka ile mji mpaka sasa. Tuliwaeleza kwamba kukamata ile mji aizashie kushika ile senta ya Minembwe ilikuwa ni vigumu sana. Kwa sababu gani ilikuwa ni vigumu? Sababu ya kwanza, Minembwe ni maeneo ambayo adui Red Tabara, Twi Waneho, Ngumino na M23 Colonel Nanga waliishi sana pale. Ni maeneo ambayo wanazoea sana. Kwa ilikuwa ni vigumu kuwatosha ile eneo. Sababu ya pili ya kuingia eneo ya Minembwe ilikuwa vigumu kwa sababu walikuwa walishaweka hii ambao kwa kijeshi wanaita maandaki. Walikuwa walishaweka maandaki, tena andaki za miaka, yani zinajengewa vizuri, walikuwa wanainstale mle ndani vyombo vyao, masilaha na kila aina ya vitu. Lakini walipikwa ya ajabu pamoja na vile vya kwao vyote. Sokoi ya FARDC ilipita pale kafanya mabombardement zile mashimo za kwao ambazo wanachimba, ilifanya bombardement mule na kubomoa vyote, na wao wakapikwa na vijana wetu wazalendo pamoja na jeshi letu la FARDC Ibu, nao wakakuja wakachangia wakawapiga mpaka kushika mji wa Minembwe. Yani kabla ya sisi kushika mji huo wa Minembwe kulipitikana vita kubwa sana, tena vita ngumu ya ajabu. Mpaka sasa ni sisi ndio tunakalia ule mji wa Minembwe, na vijana wanaendelea kusonga mbele, wanaendelea kupiganisha, wanaendelea kufanya misako na vinginevyo, yani madegu, kwa sababu kuna wale wengine ambao wanasema wameshika Minembwe lakini hawajaingia ndani. Minembwe yote imeshikwa. Uwanja wa ndege wa Madegu umeshashikwa, Kijiba, maeneo ambako wanaita Kijiba kumeshashikwa, maeneo yote kabisa yameshikwa. Yote tumeshayashika, yako mikononi mwetu, na nadhani ziara ziko njiani. Mheshimiwa Hamisi Mwanuke yuko kwenye ziara, baadaye atawaletea habari kamili na muhimu tena za motomoto, kwa sababu yuko ziarani kwa muda huu, yuko hapa na pale. Muda si punde yote itakuja, na yote nikizani habari ku inatoka yote muda kwa muda, wakati kwa wakati, ku njia zetu zote za YouTube, yani Bembe TV utapata habari yote, au Radio Tele Ngyoku. Unaandika Radio Tele Ngyoku, unaingia ku YouTube, unajiabone, utakuwa unapata habari zote wakati yenye zinatumiwa, sababu tuko 5 kwa 5, 5 juu ya 5, tukikupasha na kukujuza nini ambayo inapitikana mkila eneo. Nadhani ni hiyo. Tunawashukuru wandugu wote ambao walitupigia, wandugu wote ambao walitutumia mamesaje kutuuliza hali namna gani ilivyo. Nadhani ni hivyo, na mengineyo namna gisi itakuwa ikiendelea, tutakuwa tukiwajuza kwa namna yote ambavyo habari inavyopitikana. Nadhani ni hivyo. Kuhusu swali lingine ama swala lingine la wandugu ama mzozo ambao alitaka kuinuka juu ya wandugu zetu wa Fuliru, wa Biloze Bishambuke, sababu nitaka kusema Wafuliru, haiko Wafuliru, hapana, wa Biloze Bishambuke tu, sababu Wafuliru ni kabila na Biloze Bishambuke ni wanajeshi, hatuwezi tukaviweka fasi moja. Mzozo litafuta kuinuka kati yao na ndugu General Mayaya, kiongozi wa wazalendo mkoani Tanganyika. Alituma sauti na akatoa ujio kwake akitumia viongozi wote waweze kusikia.
tayari tumeshaituma. Ingia ku Radio Tele Ngyoku utaipata. Yote iko kwenye Radio Tele Ngyoku. Kama ukiwa na swali, ukiwa na lolote linalokusumbua, unaweza ukatuandikia, maana tuko pale kwa ajili yenu. Chochote kile tutawajibu, chochote kile tutawapasha habari namna inavyoendeka. Nadhani ni ile alikuwa ni ndugu Zakayo Pascal, chef de programme wa Radio Tele Ngyoku. Asante sana. Basi kila mtu iko na furaha sikia ile boro imekamatwa. Juu kule maake njo walikuwa walishaweka kila kitu. Sasa jana kope ilikuwa jana njo waliingia. Daire juzi ndio walitantaka kuingia wakafrape. Nona kama kule ni milima. Sasa walitokaka Mikenge kwa avancer vers Minembwe centre, kuliko des villages zenye ziko avant ufike Minembwe. Sasa kuko Irundu, kuko na ingine kama wako Itaya na mwana gani saulika jini. Sasa zile village ndio zenye ziko ku position ya mwisho avant ingie mu Minembwe centre. Pale ba français walikuwa basha installer ako nani walikuwa basha installer ako system anti-aérien ya kuzuia drone zetu za FARDC zisipenetre kule kwao. Ndio sasa ndio bazalendo naona waibu na wale wapeti kutoka Israeli na Egypt. Wale ndio kwa baita wa Serpent Noir. Ndio walifanya ataki. Wakapiga kwanza, wakabomola kwanza ile system anti-aérien walikuwa washatie. Saba li détruire deja, tukapata posibilite ya kuatake masukoi zetu ziingie bila kukua deranger. Juu ile system anti-aérien walikuwa washa installe hainge permettre sukoi wala drone zetu ziwafikie hapo. Sasa walikuwa washamaliza idetruire, wakaisambarisha yote, kuibomola. Ndio sasa bakaatake, bakarekiperele Irundu, ile village Irundu. Sasa waliatake, bakaenda atake vers, donc ile Irundu iko ku gauche, ile nyingine village na iko ku droite, na wakaifuata na wakaipika. Sasa de façon que wako ku gauche na kuko ku droite, banaanza angaliana hivi, wote wako wanaangalia mu Minembwe centre. Ndio wakaatake sasa. Sasa waliatake washuke mu Minembwe centre. Sasa walifika kote mwa Sinai, wanaita Eglise Sinai, wakafika. Ndio ile sasa deja waliona kama watiraneo wanaanza kimbia. Juu moto mingi, frappe moja kwetu, wakaanza kimbia. Sasa wanakimbia, wanatupa maarme na mateni, wanakimbia, wanadisparate. Kumbe wako wanaingia mwa village mwingine. Na wengine wakaenda deborde, wakapenda waende wachomoke mwinje, donc wakarudia wakaenda kupitia kote ya aeroport, bana deborde mukilima, waende wachomoke tena nyuma ya Irundu, babakuie nyuma kumugongo, babafrape. Ndio ile sasa saba ni constate vile komanda wa operation akaambia watu mustope, msiavance. Bakarekile tena nyuma 2 km. Sawa lirekile bo bakitwiraneo, bakasema ya habakuye tena, njo twende tubatake sasa. Kumbe abayo kama njo deja balishapata sinyale kama sukoi zinatapanda. Halo, nisikize kwanza kama interview kidogo, nilikuwa nafungulia grand mulango. Halo, sasa balimaliza, sasa balirekile 2 km, ndio baanonse kama sukoi deja inakuya. Ndio sukoi ilishuka, ikaanza puliza wote wale walikuwa mule mu Minembwe centre, kabarepere kababombarde.
njo kwe wale ba mercenaires français nabo kwe walikimbia nabo banapata kubafudrua hebo se wale walenda deborde mwingine kilima bapende babachomoke nabo Sukhoi ikawafata kule ikawamwangia maboro tena bamwangia ikawamaliza wote. Basi saba benzao waliaprendre kama banakufa wote, bakakuwa oblige bakakimbia, walisalia bakakimbia. Na mwenye alikuwa majoro wao alikuwa na menema operation naye kao naye bakamumalizia pale ndio njoko piko. Sasa mena kwa sai sasa walirudia bakakimbia, sasa wanaatake ngambo ya chini, ndio sasa bakakimbilia kote chini ya aeroporo mama village za chini. Ndio sasa wanasema colonel wao anasema colonel numero wa Tiraneo ndio analanse communique, anaambia bananga wa Kagame watusa, akasema no, mimi na hatutaweza tena, FARDC ishakuya nguvu, tunadepose maarme tu, hakuna faso tena tuendeleshe tena komba kuwapiga. Ndio communique alitumia watu. Sasa Kagame hayareagir na wananga na wangali silencieux, ndio wako wanalalamika tu wase FARDC ilibombarde wa civili na japo bongo ndio habari. Ndio kwa sai na kwingine kwenye bana njia yeba na kwa walikuwa wanapitiamo kwa kuravita benzabo nabo wale waibu wakaenda kule wakabloke nje, wakafrape wote walikuwa kule maki ndio teresha kwa ndeba ndonge wao banakuwa ndeba ndati, ndio wote walikimbilia vers le sud kote ya makaziwa Luinja, ndio kwa walikimbilia. Ndio sasa wazalendo nao wanawafuata kule ndio kwenye kope iko kwa sai. Donc mwai 3 jours 4 jours tusikia deja basha piga kule Luinja kule makaziwa Nyangezi Kamanyola direct na ndio kumaliza kope. Antuka FARDC tu mambo ingine info tunasikia kama usiku ya jana kupochia leo saa ule nani ule kule Sebatama, kama ndio Sebatama, ule kolonele wa Batiraneo aliinforme Kagame Bertrand Bisimwa ule nani Nanga, anabambia kama atuka vite na kuya makali hatutafere fase tena, akabambia shi tunakuwa oblige tusede swat tukimbie swat tujirande. Ndio wakasema hapana, muendeleshe tu komba, na akasema tukaa shindi tuko kutere, tunaona moto mingi. Apatri ya vile jana wakafanyisha renio kule Goma, Nanga na Bertrand Bisimwa wakaitisha staff yake yote, wakaitana wakafanya renio usiku. Ndio wakaulizana sasa tufanye je, mbona iko saa hivi inatatu shinda na baopoza bebako mukinchasa nabo wanashindwa kako na kutere kope na shindikana, hatufaulu tena, tufanye je? Ndio sasa banasema nono, bakasema daire kwanza na kwa hii masaa tuko tunaita ba membre ya M23 benye bangali Kinshasa na ma institution habako wanatukamatia tena mapele, hawatupatie tena ma information zenye ziko zinapitikana gisi pour que tu parvenir kuendelea ase na ba militaire na ba policier, donc ba haut grade militaire bako mu arme nabo baisha kupe contact, kwa sababu kwa wanabaita babaulize mipango ya FARDC iko munapanga tutafanya je, kwa msaba bajipositione nao baende bafanye kazi kutere, banakuta mapele bloke na sena mchango effort de guerre hawatumi tena makuta kuchama. Ndio sasa wanasema maana vitu vinatushinda hivi, tunashindwa na watu yetu bebako mu gouvernement hawatujali tena, tutafanya ndio walidecide ase banataba tia hadharani, wanataa info tia liste, wanaipublie, wanasema kila mtu yoyote mweko implique mu M23 komsa kule Kinshasa babafunge tu une fois pour toutes juu hababafalie tena kitu. Ambrete njo dossier yenye iko ile.
comprendre tu kama vitu vishagangala, habana tena shwa. Nawaomba viongozi wetu wakubwa walio na uwezo, mshauri rais wetu pia. Hatutakosa kumshauri hata kama tunamkosoa, lakini tunafaa kumshauri sana. Yeye ndio kiongozi, tuko ndani ya vita. Lakini mimi nawaomba tu na tunawaomba tu kabisa kama Wakongomani, tusitegemee diplomasia sana. Mimi nawaomba tu, diplomasia inatusaidia ndio, kwa sababu tulikuwa na M23, lakini tufanye bidii za haraka za kupambana, tuunde jeshi letu na tununue mitambo ya kutosha, na tuweke amani, tuweke kilimo, tujitegemee. Ndugu zangu Afrika, ndugu zangu Wakongomani, kama uko makini, unaona mbele, kuna mambo yanaenda kuharibika zaidi huku mbele. Sasa ujumbe tu ni kwa mufikishie rais wetu, mkuwe mnamsaidia kwa mawazo. Yeye ni binadamu, anaweza akachoka. Asitegemee magharibi sana, asitegemee Amerika sana, asitegemee Ufaransa sana, asitegemee nchi za Ulaya sana, na asijaribu kujiingiza kwa vita zenye zinaendelea Mashariki ya Kati, kwa sababu asijione kwa sababu yeye ni Mkatoliki, yeye si Mwisraeli na yeye si Mroma, yeye ni Mkongomani na yeye ni Mwafrika. Ajiweke, ajikinge sana kwa kuongea yake na kwa kujibu, na ajikinge sana, akinge nchi yetu, kwa sababu ajikaze tu. Kwa bajeti kubwa atasoma ikuwe ya silaha na kwa jeshi letu. Mimi hiyo ndo, na kilimo, kama tutawezekana kupata amani, tujikaze kwa kujitegemea, kwa sababu sheria za kimataifa hakuna kazi zinafanya. Tumeona juzi venye Palestina inafanyiwa na Israel, ambao sheria za mataifa zilikuwa zinaangalia, hakuna kitu zilisaidia. Tumeona venye Israel inavamia Iran, hakuna sheria za mataifa kitu zimefanya, bali wanaweka mkondo kwamba sheria, wanaongelea tu familia za Kiafrika zinaumia. Tumeangalia venye Sudan inashambuliwa na RSF kwa sababu za utawala tu. Utofauti wa watu wawili umeangamiza taifa lote. Sasa tunawaomba ndugu zetu, nyinyi mko na usemi mwenye mnafikia rais wetu, mujikaze, mumuonyeshe kwamba hii ni ya wazi kwa taifa na kwa mtu yoyote anaishi ndani ya Kongo. Mambo itaenda haribika hapa mbele, tofauti na vile mnafikiria. Tuliwaambia kwamba vita ya Iran itatuathiri, mkaona sisi ni wajinga, mkaona sisi tunaokota vita za nje, tunaacha zetu. Lakini ukweli uliopo ni hii. Hata viongozi wetu ama wale wenye wanasikia wanasikizanga ukweli yenye naendelea ndani ya kushauriana, ndani ya grupu zetu za wazalendo na vikundi zetu za Kongomani, walipata hizo habari. Lakini hata kama wako hakuna kenye walilenga, lakini walielewa. Lakini sasa huku mbele tujiandae kabisa, kwa sababu mambo yanaenda kuendelea kuwa tofauti na vile tulifikiria. Maisha itaweza kuwa ngumu zaidi na vita zitaendelea kufuatiana sana. Tuache hizi za Iran zinawezaisha, vita zingine ziingilie na zitatuathiri. Tusitegemee Marekani sana, kwa sababu Marekani iko karibu kuanguka, na tunawaambia kila siku, Marekani, kama Mkongomani wewe kiongozi umeiba pesa za umma, umeuza mali zako, kaweka dola, anza kufikiria mawazo tofauti. Dola itaanguka tu, itakuwa siku moja. Nakwambia dola inaenda kuanguka. Dola itaanguka, wewe utakuwa na dola, haitakufanyia chochote kwa maisha yako. Sasa kama unajua wengi wamefanya ufisadi, wameweka madola mingi kwa manyumba zao, wengine wamezika kwa mashamba, wengine muzike, lakini mtajua tu ya dunia ni ya dunia, lakini habari mtakuwa mmeipata. So msaidie kiongozi wetu, mumwambie asikuwa anajiweka kwa vita za magharibi, asikuwa anajiweka kwa vita za wazungu. Lake tu, lengo letu ni sisi kutusaidia tumalize vita na Kagame
na washirika wake ambao ni Museveni, Ruto na huyu mama huyu mkorofi. Mama tulisifikiria anasaidia Watanzania, kumbe naye kageuka mkorofi. Tuombe hiyo atusaidie kwa hizo vita, lakini vita za magharibi aachane nazo kabisa, kwa sababu hizi vita zitazunguka sana mpaka utawala wa magharibi uanguke. Hiyo ndio kitu mnafaa kujua ndugu zangu, na kama mnaiba pesa mkiweka, kama mkiuza mali zenu mkiweka pesa, sijui mtaweka pesa gani, kwa sababu mambo yanaenda kuchacha, itaacha kuchacha huku mbele. Tusisahau kusaidia serikali yetu ili iweze kujipanga, ili tusikuje kugandamia kukosa madawa. Angalia venye Ebola inatufanyia, na wale wanatusambazia Ebola ni hawa wazungu, kwa sababu wanajua wanataka rasilimali zetu. Wameshindwa vita ni Ebola na maneno sasa. So mjaribu mjikaze, mwambie rais wetu awekeze sana sana kwa silaha, kwa jeshi, na awekeze sana sana kwa ukulima, na awekeze kwa matibabu, kwa sababu hiyo ni vitu inahitajika kwa mwananchi wa kawaida na kwa mwananchi yoyote, na asijiweke kwa vita za magharibi. Asikuwa anatoa kauli yake, na kama mko na kambi za jeshi za Marekani ama za Israel, mjaribu mfikirie sana. Hizi nchi ni nchi za kigaidi hizi, na dunia itakuja zigeuka, mtaamini hamtaamini, kwa sababu kila mtu anaona, kila jicho ataona. Usingoje kuambiwa, fuatilianga ukweli ndugu yangu.